Taarifa ambayo tumegusa hapa iliweza kuchukua nafasi kubwa sana. Maoni, mitazamo imekuwa ni mingi sana kutoka kwa watu tofauti tofauti, kama ambavyo na sisi hapa tumeanza kubishana kwa namna moja ama nyingine. Na kwa sababu tayari mjadala ulikuwa umeanza, nikaona tuwekane sawa kitu gani hasa ambacho kinazungumzwa ni kuhusiana na Morocco kupewa ubingwa, Senegal kuvuliwa ubingwa. Nsajigwa, wewe msimamo wako tayari unaonekana unasema kafu wako sahihi. Kwa nini? Kuna vitu viwili hapo. Kuna issue ya tukio lilotokea na kanuni iliyotumika. Maki zimetumika kanuni mbili. Kuna article ya 82 na article ya 84. Ambazo article ya 82 ndio ambayo inaelezea tukio lolote ambalo linahusiana kutokufika kwenye kituo cha mchezo au kugomea mechi au kutoka uwanjani pasina kuwa na ruhusa ya muamuzi. Kitu ambacho Senegal ilikifanya. Na baada ya ile tukio kulifanya, mimi nilisema ule ni uhuni tu ambao kwenye level kubwa kama ile ya mpira hutaki kufanya. Na ndio maana Sadio Mane licha kwamba yeye hakuwa anaoza, lakini alionyesha tofauti, akarudisha timu uwanjani kwa sababu alikuwa anajua ni kitendo cha hovyo ambacho anatakiwa afanye ama cha zuko mtaani na sio kwenye finali kama ya AFCON au kwenye level yote kubwa. Hilo ni la kwanza. La pili ni kuhusu adhabu ambayo imetoka. Adhabu ambayo imetoka kwangu mimi ni sawa, na kwa sababu ni kanuni ndio inaeleza hivyo. Kanuni ya 82 au article ya 82, ukigomea mchezo, usipofika kwenye mchezo, ukitoka uwanjani kabla muda au bila ruhusa ya muamuzi, adhabu yake inakuwa wewe umekuwa disqualified. Na article 84 inatakiwa upoteze mchezo huo kwa ushindi wa mabao 3-0, na ndio ambacho kimetokea jana. Utofauti ni kwamba tu kwa sababu ilikuwa finali, wewe ulipoteza mchezo bila upokonyo ubingwa kama hivyo ilikuwa. Swali ambalo mimi naona ingekuwa jambo la msingi kuuliza ni kwa nini labda imechukua muda mrefu tangu siku ya finali, miezi miwili imepita. Na hapo baada ya kamati ya nidhamu mbele kama mapema tu kabla baada ya mechi, sababu zingine zikatoka, tuliona zile faini na vitu vingine. Hilo ndio kwa swali la msingi, ni kwa nini kafu hii jambo limechukua muda mrefu zaidi ya miezi miwili hadi paka linakuja kufanywa maamuzi. Lakini mimi nikisoma kanuni zote mbizo tumika, kwa mimi ni sawa. Okay, labda kwa kusoma kanuni tuipitie hapa kanuni namna ambavyo inasema. Article number 82. Sawa bwana, nikitazama hapa ninayo inasema if for any reason whatsoever a team withdraw from the competition or teknolojia nataka kunikimbia hapa, or does not report for a match or refuse to play or leaves the ground before the regular end of the match without the authorization of referee, it shall be considered loser or shall be eliminated for good from the current competition. The same shall apply for the teams previously disqualified by the decision of CAF. Kanuni inazungumzia hivyo. Hii article ya 82 ambapo hii article inazungumzia timu kushindwa kufika kwenye kituo, si ndio? Au kugomea mchezo wakati mchezo unaendelea, kwamba itakuwa disqualified kutoka uwanjani bila ruhusa ya muamuzi. Sasa hapa tukisema tuiweke kwa lugha yetu ya nyumbani ili tuweze kuelewana vizuri na watu wote. Sawa. Kanuni hii kwa Kiswahili turahisishiane. Wakina maamuma, kina Nabii Meja. Inasema iwapo kwa sababu yoyote ile timu itajiondoa kwenye mashindano au itashindwa kufika kwa ajili ya mechi au itakataa kucheza au kuondoka uwanjani kabla ya muda wa kawaida wa mchezo kumalizika bila idhini ya muamuzi, timu hiyo itachukuliwa kuwa imetoa mchezo kwenye mabano. Mshindi atapewa timu pinzani, kwa maana kwamba akitoka maana yake atakuwa mpoteza mchezo na itakuwa imeondolewa kabisa kwenye mashindano hayo kwa msimu huo. Vile vile masharti hayo yatatumika kwa timu ambazo tayari zimeondolewa kwa uamuzi wa CAF. Sawa? Kanuni inatafsiri hivyo. Sasa swali la msingi, maamuzi haya ya kuipa timu ushindi, si ndio, kwenye eneo la kwanza yalitakiwa yafanyike siku ile ile baada ya zile dakika 15. Yani muamuzi shughuli ilibidi aimalize yeye pale pale. Ndio maana nimesema hapa awali kwamba hii kanuni haina uhalisia na tukio lililotokea. Vinapishana kwa sababu kanuni imeishia katikati kwamba timu ikitoka uwanjani bila ruhusa ya muamuzi. Ni nini kitaendelea iwapo ile timu itarudi na mechi itachezwa? Kanuni haijazungumza.
au ni maamuzi gani yatachukuliwa iwapo mechi imefika mpaka mwisho na kila kitu kimetamatika. Kanuni haijazungumza hapo, na ndio maana kwangu mimi nitaendelea kusimama na msimamo kwamba kwenye hili ni influence ya Morocco ambayo ndio imepelekea hii loophole iliyopo kwenye hii kanuni ikawapa favor wao wa Morocco. Kilichotokea kwenye ile mechi, Senegal alitoka uwanjani akipingana na maamuzi ya huyo refaria ambaye kanuni inataka ndo aidhinishe timu kutoka uwanjani. Senegal baada ya kutoka uwanjani, mwamuzi hakuumaliza ule mchezo. Kwa namna yoyote ile Jacques Ndala hakupuliza filimbi tatu kuumaliza mchezo. Maana yake kwamba mchezo ulisimama. Yani ulikuwa interrupted. Nikaanza kutumika busara watu warudi. Yes, watu wakarudishwa uwanjani. Baada ya dakika 90 mechi ikaenda extra. Jacques Ndala akapuliza filimbi tatu kuashiria kwamba sasa ninamaliza huu mchezo. Mechi imeisha hapa, tunaenda kwenye matukio mengine ambapo ndo Senegal akatawazwa kuwa bingwa. Baada ya pale kamati ya nidhamu ikakaa kwa kujua kwamba kuna kanuni zipo, ila kamati ya nidhamu ilikaa ikaja na maamuzi mengine nje ya kuishi kwenye hii kanuni, kwa sababu naamini hawakuona validation ya hii kanuni ama hawakuona validation ya matumizi. Na kabla hujaenda mbali, hizo ni kamati mbili tofauti. Na kabla hujaenda mbali, kafu walishatoa mpaka adhabu ambazo jana pia nyingine wamezipindua. Of course. Yani kama ile ya Saibali mimi mpaka nimeshangaa. Ya Saibali amepunguziwa. Yani Saibali kwa nini kapunguziwa adhabu? Sio tu Saibali, mpaka shirikisho la soka la Morocco limepunguziwa fine kwa matukio ambayo yalitokea. Yani unajua kuna matukio ambayo yametokea, ndio maana nasema ili tukio mfano kama mimi nijaribu leo asubuhi nilikumbuka tukio la Wydad na nani Esperance 2019. Ile ngoma watu walisubiri ule mchongo wa VAR. Wydad alikuwa anaongoza Esperance moja bila. Mechi ya kwanza ilikuwa 1-1. Sawa bwana. Dakika 41 watu wamfunga goli, kipindi cha pili dakika 60 ilikuwa ile. 60-59. Watu wampata chuma. Chuma imetajwa offside. Mazingira chuma sio offside. Oya huu mchongo una VAR. Tukachungulia. Watu wameenda pale waambia bwana VAR ile haifanyi kazi. Watu akasema we msitutanie. Morocco kule kuna maamuzi alifanywa kwenye VAR ile mechi ya kwanza. Mechi ya kwanza VAR ilitumika na watu walinufaika nayo. Na mechi inavyoanza watu waliwaambia kwamba VAR ipo. Bwana hii ngoma sisi hatufanyi nini? Hatuchezi. Mwamuzi nakumbuka president alikuwa Ahmad Ahmad aliingia mpaka uwanjani watu wacheze, lakini watu wakagoma pale shughuli ikamalizwa. Baadaye watu wakaenda kasi. Nakumbuka kafu waliingia kwenye mtego, wakataka mpaka wapange mechi ichezwe kwenye neutral ground, lakini mchongo ulibaki pale na bingwa kwenye historia kabaki yule kwa sababu ile mechi ilimalizwa pale uwanjani. Kwa hiyo pale mimi naweza nikusema kwamba kafu labda kama wasingetumia hii kanuni, labda wangekuja wakaniambia bwana muamuzi alifanya makosa. Sasa kwenye hiyo kanuni. Lakini kutumia hii kanuni. Hiyo kanuni warudisha watu wakacheza, mnakuja kuiapply vipi? Yani kwa sababu hata ukisoma kuna kanuni zingine zinasema hauwezi kubatilisha matokeo ya uwanjani. Referee ndio mwenye. Yani kilichotokea kwamba kubatilisha yale matokeo ya uwanjani ndicho kafu ambacho walichokifanya, kwamba mechi iliisha. Yani ile mechi haikuishia katikati. Ingekuwa Senegal walivogoma pale wakaondoka moja kwa moja fresh, lakini kumbuka ziliongezwa dakika za nyongeza kufidia muda uliopotea pale ambapo Senegal walitoka, wakarudi wakaenda mpaka extra time. Kwa hiyo kwangu mimi nikilitazama hili tukio sioni mantiki ya kafu kutumia kanuni ya 82 kwa sababu kwanza haielezei uhalisia wa lile tukio lililotokea pale uwanjani. Yani kanuni ya 82 kafu waliibaka wenyewe baada ya kuirudisha timu wakamaliza mchezo. Kanuni haijasema kwamba ukirudi uwanjani adhabu itakuwa hivyo. Sasa imezungumzia kutoka hawa watu walipogoma mechi haikuishia pale. Kanuni imezungumzia kutoka uwanjani. Hajazungumzia ukirudi. Kanuni inasemaje? Ukitoka uwanjani bila maamuzi ya referee. Ndio hicho. Referee anatakiwa afanye nini? Haijasema kwamba ukirudi adhabu itabadilika. Alafu issue ya kubadilisha matokeo ni jambo la kawaida tu. Kuna matukio mengi tu ambayo yanapelekea matokeo kubadilishwa. Kama unaweza kumsema mchezaji ambaye ana adhabu, matokeo yakabadilishwa ukapokonywa ushindi. Sasa Nsajigwa, hiyo ni scenario ya tofauti tunaizungumza. Hiyo ni scenario tofauti. Scenario ya mtindo huu Nsajigwa. Scenario matukio ambayo yanapelekea kubadilisha matokeo. Yapo mengi tu. Hii scenario imebadilisha matokeo tofauti na hicho unachokizungumza wewe. Siyakataa, mimi nimetolea mfano. Mimi tukio kama hili unaweza ukalikompea na tukio moja tu ambao nafikiri ndo kwenye historia ya FIFA pia alipo la matokeo ya Senegal
na Afrika Kusini kufuzu kombe la dunia. FIFA walifuta ule mchezo kwa sababu wanaamini muamuzi kwenye ule mchezo aliingia na maelekezo ni kama ule mchezo aliubetia. Ndio sababu ambayo FIFA nakumbuka walikuja nayo. Hayo maelezo unasemeni kitu kingine. Nyie mmesema kwa sababu za nje ya kimpira wanaamini. Ambacho mimi nakisema ni kwamba yani mtu muda huu asije keka kiini kwamba matokeo hawezi kubadilishwa. Yanaweza kubadilishwa. Kuna matukio yapo. Ndio maana kana sasa tukio. Tukirudi kwenye hiyo kanuni haijasema kwamba ukirudi uwanjani mechi ikiendelea huwezi kuadhibiwa. Kwa hiyo Senegal ilitoka uwanjani. Na kwani anazungumza hivyo acha kuirufaa tena hapo. Kwa hiyo labda nyie hii kanuni hapa. Ina maana hii kanuni kafu wao ndo wameigundua baada ya kwenda kwenye kamati ya. Hii kanuni hapa inasema kwamba kutoka uwanjani ilitakiwa pale kamati ya rufaa. Yani kamati ya rufaa inakaa wakati mechi inaendelea. Hii kanuni inasema kwamba a team withdraw from the competition or does not report for a match or refuse to play or leave the ground before the regular end of the match without the authorization of the referee, it shall be considered loser or shall be eliminated for good from the current competition. Ukitoka uwanjani bila ruhusa ya mwamuzi. Ndio hicho, haijazungumzia kwamba ukirudi hutaadhibiwa. Mechi haikuisha. Au imesema hapa kanuni? Msajigwa, soma hiyo. Kuna vitu rifana hicho kipengele cha end of match, regular end. Kuna vitu viwili. Muda wa kawaida na bila ruhusa ya mwamuzi. Kwa nini tunasema hivyo? Au mimi nadanganya? Tunasema hivyo. Kanuni kuna vitu hivi viwili. Kuna hicho kutoka uwanjani. Muda wa kawaida au bila ruhusa ya mwamuzi. Ndio nazungumzia. Haijasema ukirudi wataka kuniaminisha kwamba haijasema. Wanataka kutuaminisha kwamba. Sio nawaaminisha, mimi nazungumzia kanuni. Asingepuliza filimbi 3 pale. Yaani mwamuzi wa Kisindala Senegal ameondoka, wasirudi uwanjani. Mwamuzi asipulize filimbi 3. Wanataka kuniambia pale pale Morocco angetawazwa kwa bingwa bila mwamuzi kumaliza ule mchezo. Mimi sizungumzi. Hayo maswali ya ule mchezo siku ile pale kwamba Senegal kile kitendo labda, au niweke scenario mbili. Scenario ya kwanza niweke kwamba mwamuzi cha Kisindala baada ya kusubiri zile dakika angepuliza ile filimbi kwamba nimemaliza mchezo. Unataka kuniambia Senegal angerudi uwanjani? Ipo hivi. Situation ya pili, mwamuzi cha Kisindala baada ya Senegal kutoka uwanjani na kukataa kurudi mazima kwamba mpaka leo Senegal angekuwa hajarudi uwanjani bila mwamuzi cha Kisindala kupuliza filimbi 3. Unataka kuniambia wangeshuka pale Morocco apewe kombe? Mimi sitaki kuambia chochote, nazungumzia hapa ni kanuni. Na sizungumzii mambo ya kusadikika. Nazungumzia kanuni. Yaani hayo nasema ni utabiri. Ni mambo ya kusadikika. Mimi kanuni ya kumaliza mchezo ndio moja inapobaki. Kanuni nasemaje? Issue ya kutoka uwanjani. Na nimekupa reference ya mifano, tujadili kwa mfano kwamba sasa wewe uwanjani kaondoka, mwamuzi hajamaliza mchezo, end of match haijafika. Yani unampaje mtu ushindi wakati end of match haijafika? Kanuni imetaja vitu viwili. Muda wa kawaida wa mchezo kumalizika au bila ruhusa ya mwamuzi. Na haijasema ukirudi kabla mwamuzi kumaliza mchezo utasamehewa. Nzuri zaidi, lakini kumbuka kanuni hii pia haijazungumza kwamba iwapo ukatoka uwanjani halafu baadaye mwamuzi asimalize mchezo ni nini kitatokea. Kanuni hii kumbuka haijazungumza hicho. Angekuwa mwamuzi ya Kisindala kamaliza mchezo automatically tungekuwa yani Nsajigwa kanuni kumaliza mchezo hapo. Tufanye chochote tunachokitaka, tuzungumze chochote, kitendo cha hayo maamuzi muamuzi kutomaliza ule mchezo baada ya zaidi ya dakika 15 mpaka 17 pale automatically adhabu ambazo zilitoka, kocha alipewa sijui adhabu kusimamishwa, ilipaswa aishiwe. Sasa hizo ni kamati mbili tofauti. Yani, kuna kamati ya nidhamu na kamati ya rufaa. Hatujakataa. Ndio. Hatujakataa. Rufaa ni kwamba kuna maamuzi yametokea, hujaridhika nayo, unaenda kuyakatia rufaa. Ndio hicho ambacho kilifanyika. Hauwezi ukafika kwenye rufaa kama kanuni. Yani rufaa ni kitu cha pili baada ya kanuni. Hivi kanuni inataka mechi Nsajigwa. Nyie mnatumia kanuni gani kupinga? Nsajigwa, tuulizane swali la kawaida tu. Katika maisha. Tuulizane swali la kawaida tu. Si tunaishi? Ndio. Hiki kilichotokea ni cha kawaida? Sio cha kawaida. Kwa nini kimezua mjadala na kwa nini kila mtu anasema CAF inaendelea kupoteza heshima yake? Why? Kwa sababu mnatumia hisia kuliko uhalisia. Mambo ya kikanuni na sheria hayataki hisia, yanaleta hisia. Jambo la kawaida sio la kawaida. Sio la kawaida, haijatokea. So, kama sio la kawaida kwa nini unasema hisia wakati jambo la kushukuru? Kanuni si ipo. Sio la kawaida kwa sababu haija kulitokea. Kanuni Nsajigwa, wewe mwenyewe unasema haijasema timu ikirudi. Yaani wewe mwenyewe hiyo kanuni, wewe mwenyewe unasema haijasema timu. So wewe mwenyewe majibu huna. Lakini unataka kutuaminisha kwamba ni sahihi. Nyinyi ambao mnasema ni hisia, ndo nawajibu kwamba kanuni imesema ukitoka uwanjani kabla ya muda wa kawaida bila ruhusa ya mwamuzi. Haijasema ukirudi wakati huo utasamehewa. Haijasema hivyo. Kwa hiyo hizo ni hisia zenu nyinyi.
Ila tawako sio hisia, ni fact. Ni fact. Mimi deal na kanuni. Yaani Nsajigwa kwamba hisia inasema hata kwamba wewe fact yako kuna sehemu kanuni imesema hata ukirudi adhabu utapewa. Haijasema. So sio fact. Hizo ni hisia zako pia. Kanuni imesema ukitoka uwanjani adhabu yake ni hii kwenye muda wa kawaida. Kwamba leo Nsajigwa labda niye mniambie moja kamati ya rufaa leo hii rufaa narudia tena ni hatua ya pili baada ya maamuzi ya kwanza. Kilichotokea uwanjani na kilichotokea siku ya mchezo, kanuni ilitakiwa iwe wazi. Yaani kanuni ingekuwa open. Ilitakiwa pale. Kwamba sasa mmetoka, tunarudi tu kwenye kanuni yetu ya 82, mechi inaisha, kwa sababu waliokuepo pale ni viongozi wote wa CAF ambao wao ndio wanatakiwa kuzisimamia hizo kanuni. Mechi iliendelea huku wao wakibariki tukio la mechi kuendelea, na hata baada ya mchezo, siku ambayo mechi imeisha, itakiwa tena tunarudi kwenye kanuni. Bwana Senegal, mnakumbuka mlitoka uwanjani, kanuni yetu ni hapa, mechi inaisha. Na adhabu ulipewa. Adhabu wakaenda kamati ya nidhamu kuonyesha kwamba hili jambo halipo. CAF wao wenyewe hawakuwa wana mpango wa kulifuatilia. Mechi ilipoisha, vyote vilivyoisha, Morocco sasa alipoona kwamba nyie mnaosimamia kanuni hamjazifuatia kanuni, yeye ndio alienda kulalamika. Morocco asingeenda kukata rufaa, hii kanuni na maana isingetumika. Yaani leo kanuni unaitetea wewe, Morocco asingeona kwamba ameonewa. Morocco angeona kwamba fair, basi alitoka uwanjani. Morocco asingeona ameonewa, hii kanuni isingetumika. Leo hii kanuni imetumika kwa sababu Morocco alinyanyua mapanga kusema kwamba mmetenda kitu ambacho mimi naona kina madhaifu. Hii kanuni ya 82 haijaelezea tukio lililotokea. Kwa sababu gani? Nimekupa mfano hapa kwamba Morocco, yani mechi ile mwamuzi angemaliza mechi pale, kanuni tungekufika huku, au mwamuzi au ile mechi nitumie scenario kwamba ile mechi isingefika mwisho, yani kwamba ingeishia pale. Je, Morocco wangepewa ubingwa pale au tungesubiri ubingwa uje upewe kwa ishara za mezani? Hichi kilichotokea na hii kanuni ni vitu viwili ambavyo vinapita njia tofauti. Yani hapa hoja yenu ya msingi ambayo mtakiwa mimi muiweke na mueleweke, labda mseme kanuni na madhaifu, lakini tueleweke na nani? Wewe umegoma kuelewa? No, tueleweke na nani? Kwa sababu nyinyi ambao mnakizungumza hakuna nukuu ya kanuni ambayo mnaitoa. Adhabu umetoka na CAF ina kanuni ambayo tumeisoma wote, na uchambuzi wenu nyie umedili kwenye hisia tu. Nsajigwa usitukosee. Nsajigwa usitukosee. Hii kanuni Nsajigwa tuelewe eneo moja. Nimeuliza swali dogo. Mimi nauliza swali lingine. Nauliza tena swali langu. Kanuni imesema. Nauliza swali la mwisho Nsajigwa. Na kule swali la mwisho Nsajigwa. Wewe unafuatilia football mara nyingi. Timu ikishindwa kufika kwenye kituo, maamuzi wewe yanatolewa muda gani? Nijibu. Timu ikishindwa kufika kwenye kituo, kamati huwa inakaa si pale uwanjani? Ndio kanuni ni the same na tatizo pale uwanjani. Nsajigwa ipo hivi. Nsajigwa anatolewa anafanya maksudi. Nsajigwa nakuuliza swali jingine. Nsajigwa nakuuliza, hiyo kanuni umeisema mwenyewe. Nisikilize eneo moja Nsajigwa. Mwenyewe utakuuliza maswali gani? Niko swali moja. Timu isipofika kwenye kituo, ikachelewa, ikagomea mchezo, adhabu inatolewa muda gani? Muda ule. So, unabishana nini sasa? Sio kubishana, kanuni inasemaje? Mimi nimekuuliza swali jingine. Kwa hiyo timu ikichelewa kwenye kituo, wakati wacheze afu tusubiri kamati. Wacheze wakati ilichelewa afu tusubiri kamati. Afu nyinyi mnaidi matokeo mawili tofauti. Kuto kufika uwanjani na mtu kutoka uwanjani. Kanuni hii timu ilitoka. Huyo alifika uwanjani. Ngoja nimalizie. Huyo alifika uwanjani, akatoka uwanjani. Na sheria imesema ukitoka uwanjani adhabu yake sipo wazi. Haijazungumzia kama utetezi wenu kama iko wazi, hii kanuni ingetumika pale siku ile. Huo utetezi wenu kusema kwamba alirudi, kanuni inasema ukirudi usamehewe. Kanuni inasema ukirudi usamehewe. Ukubali ubishane. Hii kanuni ilipaswa kutumika siku ile. Haikupaswa kutumika jana. Haikupaswa tufike miezi miwili leo. Haikupaswa kuchukua siku 58. Kuna matukio haikupaswa kutumika siku 58. Kuna matukio hayawezi akamuliwa hapo na normali za kamati wanakaa. Kama ile siku ile. Nikuuliza kitu kimoja. Kama kanuni iko wazi, uliangalia tukio? Umeliona? Senegal walirejeshwa uwanjani kwa njia ipi? Si ulibembelezwa kwa njia ya busara. Busara kwanza ilikuwa lile. Ile busara haikutakiwa. Sasa hiyo busara ndio ambayo hii kanuni imekuja kusimama tena baada ya Morocco kujitambua na kwenda rufaa. Mamlaka imefanya madhaifu. Yaani tufanye. Udhaifu wa mamlaka upo, lakini Morocco baada ya kuona kikanuni ana nguvu anaweza akashinda. Udhaifu umetoka wapi? Ni kwa timing tu. Basi. Timing ipi? Muda wa kuchukua maamuzi ambao umechelewa. Sasa unatakalia nini? Yani hoja ni kwamba nyie mnasema kwamba kanuni ina madhaifu, yani CAF umekosea kwenye hii kanuni itakiwa itumike siku ile. Shida hapo ni kwenye timing tu, lakini kilichoamuliwa ni chenyewe. Au Nsajigwa tumpige. Labda tumpige Nsajigwa ili atuelewe.
Yani ipo yeye anasema kanuni ina madhaifu kwenye timing. Kuna hoja kadhaa